Msanii wa Bongo Flava maarufu kama Zuchu kutokea lebo ya WCB, kuna comment ambazo ameweza kuonekana akijibishana na mashabiki. Ukiangalia comment hii hapa inasomeka kwamba Zuchu alikuwa anapewa connection kwamba alikuwa anahitaji akawe, yani kuna mtu alikuwa anahitaji mfanyakazi kama anaweza kuwa beki tatu, lakini Zuchu uvumilivu uliweza kumshinda na kuweza kumwambia kwamba mpeleke mama yako akafanye kazi hiyo beki tatu, kisha akipata pesa akupeleke shule. Lakini si comment tu ambayo Zuchu amekuja ku replay ama kuijibu comment hii hapa, kuna comment zaidi ya 3 ambazo amekuja kuzijibu Zuchu za mashabiki. Lakini sasa cha kushangaza kwamba kuna mashabiki wengine ambao wamekuja kumsifia sana Zuchu, wakidai kwamba ni mpole, pia ni mtu ambaye anajibu comment kwa busara kubwa sana. Sasa Zuchu ameweza kupongezwa zaidi ya mashabiki wasiopungua 100 wamekuja kumpongeza, lakini mashabiki kadhaa, ukiangalia hizi ni comment ambazo hazizidi 5 ambazo zinamwataki Zuchu kwa maneno mabaya ama kumkashifu. Sasa nikuombe kitu kimoja kabla sijaendelea, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako, kisha like video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu, turn notification, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata update zetu katika Bongo Media. Sasa Zuchu imeonekana kwamba ni mtu mpole, pia ni mtu mstaarabu. Mashabiki wameweza kumsifia sana, lakini baadhi ya mashabiki wamekuja kumwataki. Ukiangalia katika nyimbo yake mpya ambayo ameweza kuiachia hapo jana, ni nyimbo ambayo inafanya vizuri, imekuwa na mapokezi mazuri sana, licha ya kwamba sasa hivi kuna vita kwamba nyimbo za wasanii watu hawataki kwenda kuwatching. Nikimaanisha kwamba kuwatching, kuna makundi kadhaa ambayo yameweza kujitenga na ambayo wengine hawapo katika makundi hayo, kwa maana kuna makundi ambayo yanashinikiza kwamba watu wasiende kuwatching nyimbo za wasanii wa hapa nchini Tanzania. Sasa sijajua kwamba hawa watu ambao hawataki kuwatching hizi nyimbo za Tanzania wanataka waende wakaangalie nyimbo zipi. Sipo hapa katika kupromote kwamba iweze kwamba uende ukatazame nyimbo ya nani uache ya nani. Ukiangalia comment nyingine ambayo inadai kwamba Mario kwa sasa hivi atawakimbiza sana, lakini Zuchu amekuja kujibu kiustaarabu na kidai kabisa kwamba siko hapa kwa ajili ya kushindana na mtu yoyote, niko hapa kwa ajili ya safari yangu, napambana mwenyewe na wala sijaletwa duniani kwa ajili ya kupambana na mtu mwingine. Ukiangalia upande wa Zuchu, nadhani ni mtu anayejibu comment zake kistaarabu sana upande wake, lakini kwa sasa hivi kiukweli, ukiongelea ukweli, Mario ameweza kushika, amekuwa na namba nzuri sana katika nyimbo ambayo ameweza kuiachia hivi karibuni, na nyimbo yake inafanya poa sana, mapokezi yake yamekuwa ni makubwa sana huko mtaani. Sasa Zuchu naye ameweza kuachia nyimbo yake, lakini pia Zuchu naye amekuwa na mapokezi makubwa sana, ama mapokezi yamekuwa ni mazuri, msanii huyu kutokea lebo ya WCB. Sasa endelea kusalia nasi katika Bongo Media tu, nikukumbushe tena, usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako, share video hii hapa, ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata update zetu, turn notification ambayo chini ya subscribe hapo, ili uwe mtu wa kwanza kupata kazi zetu. Msanii wa Bongo Flava maarufu kama Zuchu, hapo jana kuna tukio ambalo limeweza kutokea. Kuna shabiki mmoja ambaye aliweza kukutana naye. Zuchu hakuwa peke yake, alikuwa na nguli kabisa wa muziki Diamond Platinum, walikuwa wote wawili. Kumbuke tu kwamba watu hapa wawili wote wapo kwenye mahusiano. Sasa waliweza kukutana na shabiki yao mmoja pendwa sana. Baada ya kukutana na huyo shabiki alianza kutoa kumbato kwa Zuchu, kwa maana alimhagi Zuchu. Baada ya kumhagi akaweza kumwambia neno moja kwamba nakupenda, lakini Zuchu naye alikuja kureplay akadai kwamba nakupenda pia. Lakini Diamond naye alikuwa amekaa attention kwa ajili ya kumbato pia, shabiki huyu alikuwa amekaa attention pia kwa kumbato naye. Sasa alikuwa anataka kwenda kumhagi Diamond kwa ajili tu ya kwamba anampenda sana kutokana na kazi ambazo anakuwa anazozifanya, kwa anafurahi kukutana nao. Alikuwa anatoa pongezi tu kwa Diamond Platinum pamoja na Zuchu, lakini Zuchu aliweza kuingilia kati kwamba yule shabiki asiweze kumhagi. Alikuwa ni mwanadada, asiweze kumhagi Diamond Platinum, licha kwamba Zuchu yeye kaweza kumhagi Zuchu. Sasa Zuchu alikuwa hataki yule shabiki aende kwa Diamond Platinum, alimwambia kitu kimoja, mpe mkono tu inatosha. Shabiki aliweza kushangazwa sana na hiki kitendo ambacho Zuchu kaweza kukifanya. Sasa inamaanisha kwamba Zuchu ana wivu paka umepitiliza. Ndio maana juzi Diamond Platinum alikuja akaongelea kitu kimoja. Diamond akadai kwamba wakati wa kushuti video akiwa na Zuchu ama akifanya nyimbo na Zuchu,
waga anapata wakati mgumu sana, mpaka video waga hamalizi final, yani hadi mwisho video waga hazimalizi. Kwa tunavyoonaka kwamba video imetoka ya Zuchu na Diamond Platnumz, kwa nyingi waga zinaishia njiani. Nadhani vipande vile ndo wanakuwa wanaunganisha matukio ili kupata tukio ambalo ni hadithi moja. Lakini kabla sijaendelea, nikuombe kitu kimoja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, dondosha komenti yako, kisha like video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu na update zetu pale tunapokuwa tunaachia, ambazo zinakuwa zimebaba kwenye headline, ambazo zinakuwa ni za moto. Tuko hapa kwa ajili ya kusogezea hizi habari ambazo unazihitaji wewe. Sasa inaonyesha kabisa kwamba Zuchu amekuwa na wivu, tukiunganisha matukio ya Diamond ambaye ameweza kuongelea juzi kwamba anapata wakati mgumu sana pindi anapokuwa anaingia location kufanya kazi na Zuchu ama akiwa na shoot video na Zuchu. Aliweza kuongea haya Diamond kati ya video ambayo walikuwa na shoot, kati ya video ambayo inaitwa Inama ambayo wameweza kushoot hapo juzi. Tunamekuja kutoa ufafanuzi huu kwamba anapitia nyakati ngumu sana pindi anapokuwa anafanya kazi na huyu mwanadada. Kumbuke tu kwamba huyu Zuchu ni msanii wa Diamond Platnumz, yupo katika label ya WCB ambayo CEO ni Diamond Platnumz. Ana wasanii kama Zuchu, ana msanii kama D Voice. Kwa sasa hivi ni wasanii ambao wanafanya poa sana kwenye game la muziki, kwenye game la Bongo Flava. Kwamba ukimweka D Voice ni mtu anayefanya vizuri, ukimweka Zuchu ni mtu ambaye anayefanya vizuri. Lakini tunasubiri utambulisho mpya ambao Diamond aliweza kutuahidi kwamba kuna utambulisho mpya ambao unakuja. Hatujajua kwamba ni nani na nani watakuwa wamesaini ndani ya WCB. Kumbuke tu kwamba WCB imekuwa ikiwa inatoa vipaji ambavyo waga viko really sana, ni vijana ambao wakiingia ndani ya WCB hawatoki hivi. Tukizungumzia kama Lava, Mbosso, Harmonize pamoja na Rayvanny, ni wasanii ambao wametoka ndani ya label lakini wamekuja kusimama na wameweza kujitegemea. Mimi nakuacha na video hii hapa, tukutane next video tujue kwamba ni kitu gani kiliendelea. Haya ndo matamanio ya huyu mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Zuchu. Anatamani kuwa na mtoto au huyu ni mtoto wa kwake? Dondosha comment katika uwanja wa comment hapo tuweze kujua na tupeane siri. Je, ni mtoto wa kwake au sio wa kwake? Matamanio yamekuwa ni makubwa sana upande wa msanii wa Bongo Flava maarufu kama Zuchu kutokea pale WCB. Ni mwanadada ambaye anayefanya poa sana. Sasa matamanio yake yamezidi kuwa ni makubwa sana. Sasa hivi tunaona kwamba kuna picha ambazo zinazidi kusambaza kimuonyesha kuwa ana mtoto. Huenda haya ni matamanio ambayo anatamani kuwa na mtoto, au huenda ana mtoto. Hatujajua kwamba before hapo ilikuwaje. Huenda kwamba aliweza kuzaa hapo before, lakini mtoto wake hajawahi kumtambulisha katika online, katika social network hizi. Lakini tunajua kwamba Zuchu hana mtoto, lakini matamanio yake yamekuwa ni makubwa sana. Kwa sasa hivi yupo katika mahusiano na Diamond Platnumz, kwa habari ambazo zipo katika headline hapa mjini, na tumeweza kushuhudia kabisa kwamba harakati na mitikasi zake zinaonekana kwamba wapo kwenye mahusiano. Hatujajua kama wameweza kupata mtoto ama hizi story ambazo na hizi picha ambazo zinazidi kusambaa ni za zamani, kwamba tayari Zuchu kashazaa hapo kipindi cha nyuma. Hatujajua, lakini nikuombe kitu kimoja, endelea kusalia katika chaneli yetu ya Bongo Media ili tuweze kukujuza zaidi kwamba Zuchu ana mtoto au hana mtoto, na taarifa kadhaa sisi tutaendelea kukujuza ama tutaendelea kukupa update ambazo zinazoendelea kupatikana katika upande wa Zuchu. Lakini kwa sasa hivi kuna kitu kimoja ambacho kinasemekana kwamba Zuchu ana ujauzito, lakini bado yeye mwenyewe hajabainisha. Hizi ni story ambazo zinazozidi kusemwa kuhusiana na huyu msanii kutokea katika label ya WCB ambaye ni Zuchu. Inasemekana kwa sasa hivi ni mjamzito, kwa maana sasa hivi hahitaji stress. Na ukiangalia kiukweli Zuchu ni kama sasa hivi anaenda race sana. Huenda kweli akawa ni mjamzito kutokana kwamba amekuwa ni mtu ambaye anajibizana comment na mashabiki zake ama mashabiki wa timu nyingine, wakija kucomment katika page yake, akiona kabisa kwamba hii comment haiko sawa anakuja kureplay. Amekuwa so muoga sasa, tofauti na kipindi cha nyuma. Pako naingua mashaka kwamba nadhani Zuchu ni mtu ni Zuchu kwamba umaarufu kaupata sasa hivi, comment mbaya ameanza kuzipata sasa hivi. Lakini ukiangalia kiuhalisia Zuchu hakuwa hivyo.
lakini kwa hivi karibuni sasa hivi tunaona kwamba amekuwa ni mtu ambaye anajibizana na mashabiki, amekuwa ni mtu ambaye ana replay sana his comment. Sasa inaanza kutupa mashaka ama inaanza kutupa wasiwasi kwamba huenda akawa ni mjamzito kweli. Endelea kusalia katika chaneli yetu hii hapa, tukutane katika next video ili tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea juu ya huyu mwanadada ambaye ni Zuchu. Mimi nakuacha na video hii hapa, tukutane katika next video. Baada ya Wema Sepetu kuposti video ambayo ni kama alikuwa ametuma dongo upande wa Zuchu katika peji yake ya Instagram. Sasa kuna habari ambazo sasa hivi zinaendelea upande wa Wema Sepetu, lakini pia upande wa Zuchu. Ikumbuke kwamba jana kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Rita ambaye ameweza kutoa onyo kali sana upande wa Diamond, lakini pia ameweza kumwataki Zuchu kwa maneno kadhaa ambayo sio mazuri upande wa Zuchu. Tunasubiria replay kwamba ana comment gani Zuchu ama na mtazamo gani kuhusiana na maneno ambayo ameweza kuandika Rita. Sasa kabla sijaendelea, nikupe kitu kimoja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, acha comment kutokana na mtazamo wako kwamba unaonaje mtazamo ambao ameweza kusema Rita kuhusiana na Zuchu kwamba anang'ang'ania tu kuendelea kuishi kwenye maisha ya ndoa. Lakini pia mwanadada Wema naye alikuja akatupa dongo kuhusiana kwamba alikuwa anadai kwamba Zuchu ni yuko single, hayupo kwenye mahusiano, ni kama anajisumbua tu hivi, ni mtu ambaye anayejisumbua. Wema Sepetu alionekana akiwa anaimba nyimbo ambayo inadai kwamba yuko single, lakini Wema Sepetu kuna mahaba ambayo tumeweza kuyaona upande wake yeye pamoja na Whozu. Ni kama hivi sasa hivi wanaanza kuvutana ili waweze kusogezana karibu. Sasa Wema Sepetu ameweza kutoa dongo juu ya Zuchu, ni kama mtu anayeforce kwa kwenye mahusiano. Lakini pia mwanadada Rita ambaye alikuwa na mahusiano na Diamond hapo kipindi cha nyuma, naye amekuja kukazia pale pale kabisa, kunaanza kuconnect hizi doti mbili kwamba inaonekana Zuchu ni kweli kwamba hayupo kwenye mahusiano ambayo yana furaha. Inaonekana kabisa kwamba mahusiano yake hayana furaha. Lakini nikuombe tena kitu kingine, endelea kusalia katika Bongo Media hii hapa, subscribe channel yako ili uwe unapata updates kabisa za kwanza na uweze kupata matukio ambayo yanayoendelea juu ya Zuchu pamoja na Wema Sepetu. Lakini pia nitakujuza kwamba Rita anajipia gani ama ameamua tu kuteka attention ya mashabiki kwamba kuna kitu anatuletea tuweze kusubiri, ama ameamua kuongea ukweli baada ya kutoa onyo na kuweza kumwambia Zuchu aweze kumpa onyo tena Diamond kwa mara nyingine. Sasa Zuchu kuna habari zingine ambazo zinazoendelea juu ya Zuchu. Wanadai kwamba huyu mwanadada hatumii kilevi chochote, lakini baadhi ya watu na mashabiki katika upande wa comment, nimekuja kupitia comment zaidi ya 5 ambazo watu wanabisha na kukataa, wanadai kwamba anatumia kilevi. Lakini baadhi ya watu ambao wengine wanadai kwamba ni watu wa karibu, hatumii chochote kabisa, ni zaidi ya kunywa maji, soda, yani itimize kwamba anakunywa soft drink, hatumii kabisa alcohol yoyote. Sasa Zuchu bado yeye mwenyewe hajaongea chochote kuhusiana na mjadala ambao unaoendelea huko mitandaoni, lakini ni baadhi tu ya mashabiki na watu kadhaa ambao wanakuwa wanaanza kuleta mijadala ama ubishani ambao unaoendelea juu ya Zuchu kuhusiana na kwamba yeye ni mlevi ama sio mlevi. Nadhani kwamba Zuchu atapokuja kutujuza hiki kitu, nadhani nitakuletea update ambazo zinazoendelea juu yake. Nikuombe tu kwa mara nyingine tena, endelea kusalia katika channel yetu hii hapa ya Bongo Media. Usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako kwenye uwanja wa comment hapo kutokana na mtazamo wako kwamba unaonaje kwamba hii iko sawa, kwamba upande wa Zuchu hatumii chochote ambacho ni kinywaji ambacho kina alcohol au anatumia soft drink. Mimi naomba nikuache na video hii hapa ili tuweze kukutana next video, tuweze kujua kwamba ni matukio gani ambayo yalioendelea upande wa Zuchu, lakini pia upande wa Rita pamoja na Wema Sepetu, kwamba Wema Sepetu ameweza kurudiana na Whozu ama zilikuwa ni kiki tu ambazo ameweza kuweka attention, kuna jambo ambalo linakuja. Hivyo pia upande wa Rita kwamba kuna kitu ambacho kinakuja ama kuna kitu ambacho ameamua tu kututeka, ameamua kuweka attention sawa, kwamba kwa muda mrefu ameweza kupotea kwenye headline ya kuzungumziwa. Sasa kaamua kuiweka sawa kwa sasa hivi. Bado hatujajua kabisa kwamba wana malengo gani hawa wanadada wote wawili, lakini wamezidi sana kumwataki Zuchu kwa maneno kidogo ambayo sio mazuri. Mimi nakuacha na hii hapa, tukutane next video tuweze kujua kwamba ni kitu gani